Hoja ya ukomo wa ubunge wa viti maalum iliyoibuka na kuzua mjadala kwa wanaharakati pamoja na wanasiasa wastaafu akiwemo aliyekuwa mwenyekiti wa umoja wa wanawake CCM Sofia Simba na Anna Abdallah imepata majibu hii leo baada ya Chama cha Mapinduzi kutangaza ukomo wa vipindi viwili vya miaka 10 kwa nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani wa viti maalum. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa umma na katibu wa NEC Organization Isa Haji Usi, uamuzi huo umefikiwa Machi 10 mwaka huu na kikao maalum cha halmashauri kuu ya CCM Taifa. Ukomo huo utaanza kutumika katika uchaguzi wa mwaka 2030 kama ilivyoeleza taarifa hiyo. Aidha, taarifa hiyo imefafanua kuwa kikao hicho kilikuwa na ajenda 2 ya mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola toleo la mwaka 2022 na rasimu ya ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025 na 2030. Dr. Ave Maria, hebu tuambie kwanza, mmepokea namna gani taarifa hii ya Chama cha Mapinduzi kwamba sasa inaweka ukomo wa miaka 10 tu kutumikia kwenye viti maalum? Kwanza nishukuru sana kwa hii taarifa na nishukuru kuundwa kwenye huu mjadala. Labda kwanza kwa kifupi niseme taasisi ya Ulingo inaundwa na jumuiya za wanawake za vyama vya siasa vyenye usajili kamili. Kwa hiyo ni vile vyama 19 vya siasa, jumuiya zake za wanawake, ngome zake za wanawake, vitengo vyake vya wanawake, manake majina yako tofauti tofauti, wengine wanaita mabaraza, ndio wanachama wa Ulingo. Na lengo kubwa la Ulingo ni kuhakikisha inaibua taswira za wanawake katika ngazi za maamuzi. Sasa katika kujadiliana ni jinsi gani tutapanua wigo wa demokrasia ili wanawake wengi waweze kuingia, ndipo walipokuja kugundua kwamba hata hii fursa ndogo ambayo tumeipata ya viti maalum ilikuja kuonekana kwamba imegeuka kuwa kikwazo, kwa sababu kwa ilivyoanza walioanzisha viti maalum hapa tuwe wa kweli walikuwa ni CCM. Wakati huo UWT ndio waliopigania kuanzishwa kwa viti maalum, na walivipigania ili viweze kutoa fursa kwa wanawake kujijengea kujiamini kutokana na mambo ya kiutamaduni. Kwa hiyo tunashukuru. Niambie sasa, mmepokea vipi taarifa hii, kwa sababu ni kama imepiganiwa hivi na kina mama ambao hawamo, wanawake ambao hawamo bungeni wamepigania sana kwamba nafasi basi iwe ya kikomo. Sasa imekuwa hapana, naomba nirekebishe, imepiganiwa na waliomo bungeni na walioko nje, kwa sababu ni wanasiasa, ni viongozi wa jumuiya za wanawake ambao baadhi wako bungeni, baadhi hawako bungeni, lakini maslahi mapana tunayoyapigania ni ya Watanzania wote. Kwa hiyo bado tunafurahia na tungependa hii inaweza kusaidia kuibua fursa na hamasa kwa vijana wa kike kuweza kujitokeza zaidi, kwa sababu angalau ukiwekwa ukomo unajua baada ya miaka 5 au 10 nina uwezo wa kuingia. Sasa hivi kuna watu wako viti maalum miaka 20, miaka 15. Kwa hiyo inakuwa kama amewafungia. Ni uzoefu gani anautaka baada ya miaka 10? Ningefurahi sana kuona kama baada ya miaka 5 anatoka naenda jimboni, anamwachia mwingine fursa ya kuweza kujiimarisha na kujua technicalities za ubunge ili iweze kutengeneza pool kubwa ya wanawake ambao wana ujasiri wa kwenda majimboni. Kwa hiyo kwako bado hii miaka 10 ni mingi sana, unadhani miaka 5 ingetosha? Mimi kwangu 10 sio tatizo, lakini nilikuwa nafikiria hata umri wa wanaokwenda kwenye hiyo viti maalum, manake vinakwenda kuandaa kujijengea uwezo. Sasa ukija ukaweka watu wazima miaka 50, miaka 60, unasema ende akajijengea uwezo, ina maana baada ya hapo hana uwezo tena wa kutumikia. Kwa hiyo itakuwa yeye ni amemalizia kwenye viti maalum. Lakini ukimchukua msichana wa miaka 26, 30, 40, huyu unajua akikaa miaka 10, baada ya hapo ana uwezo wa kwenda kwenye jimbo akapambana, kwa sababu amejengeka. Kwa hiyo mimi bado ninasifia huu ukomo, lakini bado ningependa ije iongezee na umri, ili kweli iwe ni mahali ambapo tunakwenda kuvunja hii mifumo ambayo ni kandamizi na kujengea ujasiri wasichana ambao baada ya hapo watatumika kwa muda mrefu zaidi kule majimboni. Asante, nakushukuru sana Anna Ave Maria Semakafu. Ni Ave Maria Semakafu, mratibu wa Ulingo Taifa.